Jina langu naitwa ni Humphrey Mtenda, ni mhandisi lakini pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mafundi Tanzania. Siku ya leo naendelea kuongelea na kukazia kwamba tumeanza vizuri tayari, tuna chama chetu ambacho hakikuwepo kwa miaka yote. Lakini pili, sisi tunatamani pia kuona mafanikio na mabadiliko ya mafundi katika taifa letu. Kiukweli yapo mambo mengi ambayo yanatufanya tunyong'onyee, kwa sababu tasnia na taaluma ya ufundi ni taaluma kubwa sana. Ni tasnia kubwa sana, isipokuwa imekosa support kwa miaka mingi, imekosa kutambuliwa. Na fani hii ya ufundi ama taaluma hii ya ufundi ambayo ni ujuzi, ndio kitu pekee chenye thamani na kinachojenga nchi, kinachojenga taifa toka uhuru wa nchi yetu. Lakini leo hii tukiangalia hata katika ujenzi, mfano leo hii karne ya 21, just imagine karne ya 21, vifaa vya ujenzi vilikuwa vikipanda bei kila siku ya Mungu kote nchini, kote. Ukienda kwenye simenti, ukienda kwenye nondo, ukienda kwenye material yote ya ujenzi, tiles na kadhalika. Lakini leo hii unakuta fundi yupo Mpwapwa, fundi yupo Tabora. Mimi ni mwenyekiti, nimefanya ziara kutembea kwenye mikoa kuongea na mafundi kwa ajili ya kuimarisha chama. Nimekutana na vilio ambavyo vinatia simanzi kwenye moyo wetu. Leo hii fundi alipwa karne 21, fundi analipwa shilingi 10,000 per diem. Fundi alipwa shilingi 5,000 per diem. Ukienda pale Mpwapwa ipo hivyo, ukienda Singida ipo hivyo, ukienda Tabora, nimefika mpaka Ulambo kule. Wazee wa watu wamefanya kazi katika industry ya ufundi kwa miaka mingi sana, lakini haina picha ya furaha. Mtu anazeeka na ujuzi, lakini ule ujuzi wake hauwezi kumngamua kutoka kwenye umaskini. Kwa sisi kama chama tumekaa pamoja na kuazimia sasa, jamani, sasa tuungane kwa ajili ya kutengeneza ile cheni ya thamani ya mnyororo wa thamani wa bidhaa ama taaluma hii ya ufundi. Mfano, leo hii tunao mafundi wengi ambao wamekuwa vilema, wamepata ajira wakiwa kazini. Unaona, mafundi wamefariki, wameacha familia ambazo zimekuwa zina wajane, zimekuwa zina yatima. Lakini mafundi hao, unakuta fundi amejenga mpaka Ikulu. Kimwambia bwana, mimi nipaka rangi pale Ikulu. Ile nani pale, mimi napaka rangi, mimi nimejenga barabara fulani. Bwawa la Mwalimu Nyerere limejengwa, bwawa la Mwalimu Nyerere limejengwa sio chini ya trilioni 6 ile bwawa. Lakini siku ya uzinduzi nakwambia kweli, rudi tafuta mafundi ya 80% ambao wamefanya kazi kabisa za mkono kwenye ile bwawa la Mwalimu Nyerere pale. Waambie leo hata kama benki wanaweza kukopesheka. Hawakopesheki. Kwa sababu gani? Leo hii hata kutambua mchango wa fundi kwenye miradi, tunaona wenzetu wanapewa tuzo. Leo unakuta barabara mfano hii inajengwa Tegeta mpaka Posta mpaka Tegeta, ile barabara ni mradi mkubwa zaidi wa bilioni ya hela. Lakini ni kuhakikishia anayefanya kazi pale ni sisi fundi. Na fundi huyu akiacha kazi pale hata kesho, akae wiki moja, mwambie hata kama anaweza kukopesheka benki, hawezi kukopesheka. Kwa sababu gani? Na anashika kwenye miradi mikubwa. Tulikuwa tuna chombo ambacho kinaweza kutuongoza na kutuunganisha. Kwa hiyo niombe sana serikali, mimi kama mwenyekiti, tukae pamoja, watupe kipaumbele kwenye kujadiliana na kuchukua mawazo yetu namna gani ya kuweza kutuboresha, sisi tuwe kama vyama vingine. Tumeona wenzetu machinga wamepewa zaidi ya bilioni 100, wanakopa na kukopesheka kupitia taasisi yao au kupitia umoja wao wa shirikisho la machinga. Tumeona wenzetu wa madini wanashirikishwa pale, tumeona wakitoa mchango mkubwa kwenye serikali na taifa lao. Lakini je, sisi mafundi ambao tumeshikilia uchumi wa taifa letu, hii kwetu bado tunaona ni fursa. Tumefungua pazia sasa ya kuwepo kwa umoja wetu, na chama hichi kinaenda kuwa mkombozi na sauti ya mafundi, si tu kwa sauti, bali kinaenda kuwa chama cha kibiashara, kwa sababu 50% ya viwanda vinaendeshwa na mafundi. Majina naitwa Patrick Richard Malogo. Mimi ni afisa habari kwa wilaya ya Temeke. Nataka tu kufahamisha umma kwamba watu walichukulia kwamba ufundi kama ni sehemu ya watu waliofeli, na mpaka tunaandaa ile kongamano tuliliandaa kwa miaba kuutambulisha umma na serikali kwamba itambue kwamba ufundi ni ajira, tena ni ajira rasmi ambayo ina umuhimu mkubwa sana katika nchi, kwa sababu kila kitu kinachofanyika ndani ya nchi, hususan za ujenzi, ufundi aina yote unahusiana na watu mafundi. Ila mafundi wengi wamesahaulika, na hata mtaani imekuwa tafsiri ya mzazi. Unakuta mtoto kamaliza shule akisema kumpeleka labda kwenye ufundi, utasikia ufundi ni kitu gani hicho? Ufundi unaenda kufanya nini? Watu waliofeli. Lakini sasa tunataka kutambulisha umma, nchi yenyewe hii imejengwa na mafundi. Mafundi ni kama uti wa mgongo katika sehemu ya uchumi wa nchi hii. Tunaiomba serikali itazame kwa jicho la pekee na itupe sapoti sisi ambao tumeamua kusimama na kuomba msaada wa kusimama katika chama hiki kiweze kuwainua mafundi kiuchumi, na pia iwasamini. Manake tunaona mafundi wa Tanzania wengi wananyanyasika, na sisi hilo tumeliona, ndio maana tumeanzisha chama hiki
ili kusimamia maslahi ya mafundi. Yangu naitwa Violet Michael Sangawe, ni fundi wa mavazi. Ninamshukuru Mungu sana kwa kutupa kibali hiki cha kukutanika mafundi wa aina mbalimbali, kwa sababu katika hiki chama cha mafundi Tanzania tumekutanika ni mafundi wa aina mbalimbali, mafundi nguo, mafundi ujenzi na kadhalika. Tangu nimeingia katika hiki chama, huwezi ukawa na nyumba bila fundi, huwezi ukawa na nguo bila fundi. Yaani chochote kile unachokiona, hata kiti tunachokalia ni fundi kafanya. Lakini mafundi tulikuwa tuko nyuma. Lakini kwa sasa tumeamka. Jina naitwa Suleiman Amili Kawambwa, mwenyekiti wa wilaya ya Ilala, chama cha CMT. Na ni fundi mason. Mimi nilikuwa naomba kama serikali ikiangalia hiki chama cha mafundi. Chama cha mafundi kimebeba kundi kubwa la watu ambao wamejiajiri, hasa mafundi waliojiajiri wa kada tofauti. Na ikihitaji ipungukane na swala la ajira kwa vijana, basi serikali ibezi sana kwenye chama cha mafundi. Wewe kongamano lile iwe sehemu ya serikali kuliangalia kwa umakini ili kundi la chama cha mafundi. Kwanza sio babaifu, ni wapambanaji, wanafanya kazi usiku na mchana. Na ndio wanatengeneza miundombinu yote, zile nyumba za marais, mawaziri, viongozi, barabara, yani kila sekta. Yani hata huyo anayejiita bodaboda mwalimu, lakini hawezi akaishi bila sehemu aliyopita fundi. Uwezo kaishi nyumba nzuri bila kupita sehemu aliyotengeneza fundi. Wanafunzi hawasomi kwenye madarasa mazuri bila kupita fundi. Kwa hiyo hiki chama cha mafundi naomba serikali wakiangalie kwa makini sana. Kwa jina naitwa Rukia Kigundula, ni fundi wa mapishi, ila pia ni katibu wa wilaya Temeke wa mafundi. Na furaha kubwa sana ya kuanzishwa kwa chama chetu cha mafundi Tanzania, ambao mafundi tulikuwa hatuna chama. Tulikuwa tunasikia kuna chama cha mabodaboda, kuna chama cha walimu, kuna chama sijui cha panda baskeli, lakini mafundi tulikuwa hakuna chama cha kuweza kutunganisha ili kutoa malalamiko yetu, naweza kupata mikopo ya bei nafuu. Jina langu naitwa Hamadi Waika, ni mwanachama wa chama cha mafundi Tanzania. Habari nilizonazo kuhusiana na kongamano letu lililopita tarehe 27. Ukweli sisi mafundi tulikuwa tumejipanga sana, tulijipanga kuhakikisha kongamano hilo linaimarika na limefanikiwa kwa asilimia kubwa. Chama hiki kilikuwa kimesaulika katika vyama vingine, na ni chama ambacho ni chama cha biashara, chama cha ajira, kina mafundi wengi. Mafundi hawa wapo mpaka ofisi ya rais. Hakuna fundi mzembe, hakuna fundi mvivu. Sisi kwetu ukitaka kujenga, jenga na chama cha mafundi, sio ujenge na fundi. Kwa majina naitwa Amina Hassan Lacha, ni fundi katika kozi ya ubunifu wa mavazi na teknolojia ya nguo, na sio fundi cherehani kama wanavyoita baadhi. Fundi cherehani ni fundi anatengeneza tu cherehani yeye. Tumefurahi kwa vile imetokea kongamano lile la mafundi yote. Kwanza fundi anakuwa anajisikia vizuri na yeye ametambulika, kwa sababu fundi ndio anafanya kila kitu. Fundi ndio anajenga, fundi anashona, fundi anafanya kila kitu ambacho kipo. Fundi anafanya mtu apendeze na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wito wangu kwa serikali, kwanza tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan, kwa vile kwanza ametoa ruhusa ile ya urasimishaji wa ujuzi, ili mafundi waweze kupata vyeti, wale ambao hawakupata ile mfumo rasmi wa kusoma vyuoni kama mafundi wengine. Kwa hiyo VETA inalisimamia hilo na tayari iko kwenye hatua nzuri.